Baada ya zoezi hilo tunaweza kwenda kwenye chakula, na baada ya chakula tutaagana na wageni wetu. Lakini wale wageni niwakumbushe, baada ya kumaliza hapa kuna utaratibu wa kuonana na wazee, mtazungumza mambo yenu, mtamaliza mtaagana kule. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu zangu, nirudie tena kuwashukuru kwa mahudhurio mazuri. Takwimu zinaonyesha siku ya kwanza tulihudhuria pungufu, lakini siku ya jana tuliongezeka, lakini siku ya leo tumekwenda kuliko jana. Mungu awabariki sana. Sitataja idadi, lakini niwaambie tu tulianza wachache. We started with few people. This day we were few. Jana tukaongezeka. But yesterday the number grew. Leo tumeongezeka zaidi. And today the numbers grow. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu na praise be to God. Lakini kwa nafasi yangu, on my behalf, mengi watakuja kuongea viongozi wetu, lakini kwa nafasi yangu, on my behalf, many things the leaders of the church will say. Niseme tumejifunza sana. I'm saying we have learned much. Tumepata vitu vikubwa sana. We have received the good food. Na tutavitumia sana. And we are going to put them in practice. Kufanya kazi kubwa sana. To do the great work. Na jambo la kufurahisha. And what makes me happy? Wote tumejifunza. Every one of us we have gone to school. Lakini tuna watu bora zaidi katika mafunzo. Tuna watu wenye uwezo zaidi. We have those who are best of the best among ourselves. Tutawatumia sana watusaidie. We are going to use them to teach us more and more. Tunawafahamu. We know them. Hatutawataja. We are not going to mention their names. Lakini tutawatumia. But we are going to use them. Tunaomba wawe tayari. Milango wazi. Let them open their doors. Tuingie wakati wowote. So that we can enter. Kwa ajili ya kusaidiana. To help one another. Ili tufanye kazi kama timu. So that we can work as a team. Tuibadilishe Dar es Salaam. We can change. Tujiandae kuibadilisha Tanzania. And to change Tanzania. Mabadiliko ya Tanzania. To change Tanzania. Yanaanzia Dar es Salaam. It will start, the changes of Tanzania will start in Dar es Salaam. Na wakufanya mabadiliko. And those people to change Dar es Salaam. Ni wewe uliyejifunza. It's you who have come to school today. Jiandae kwa kazi. Prepare yourself for the work. Jiandae kwa ushirikiano. Prepare for the unity. Jiandae kwa mabadiliko. Prepare for the changes. Jiandae kwa mafanikio. Prepare for the benefits. Kwa jina la Yesu tunaweza. In the name of Jesus. Tuko pamoja wapendwa. Are we together? Tuko tayari wapendwa. Are we ready? Bila shaka kwa pamoja tunaweza. Well, if you come together, we can do it. Jambo lingine ambalo napenda kusema. And one thing lastly. Nafurahi sana kuona mioyo ya watu. I am happy to see people ikijionyesha kwenye sura zao. They are smiling, they are showing their faces, they are happy. Kwamba wako tayari kufanya kazi. And they are showing through their faces that they are ready to do more. Hili ndilo jambo la kufurahisha sana. This is make me happy. Hilo jambo la kutia moyo sana. This is make me happy. Kuona utayari kwenye sura za watu. Because the people are smiling. Tunaamini tutafanya kazi nzuri sana. And we are going to do it. Tunaamini Mungu atatusaidia. God is going to help us. Mungu atakuwa pamoja nasi. God is going to be with us. Mungu atatubariki. God will bless us. Mungu atatuwezesha. God will make us. Mungu atatufanya tuwe wamoja. And God will make us our unity be strong. Mungu atatupa kila nyenzo za kuweza kufanya kazi. God is going to give us lots of tools to do His work. Ndugu zangu, my brothers and sisters, jambo hili halijaja kwetu kwa bahati mbaya. This is not that it just come here without a plan. Warsha hii imekuja kwa kusudi la Mungu. This workshop have come here for the purpose of God's work. Kwa hiyo, that's why tunachoweza kuahidi, what we can kuahidi wageni wetu, to promise to our teachers, hawajafanya kazi ya bure. You have not done
your work in vain. Wamefanya kazi itakayoleta matokeo, And the work which you have done is na matokeo watayaona, you will come and see the changes. kwa sababu sisi na wao tutakuwa kitu kimoja. Because you and we are in unity. Tutafanya kazi na wao kwenye jukwaa moja. We are going to do it, the work in unity together. Haijalishi wako wapi, We don't, even if you are in Nigeria, lakini dunia ni kama kijiji. because the world now is just, Tuna jukwaa moja popote duniani. you can reach anywhere you want. Tutalitumia kikamilifu We are going to use internet very nicely, kwa kufanikisha kazi ya Mungu. so that we can do God's work. Naamini I believe, kwa jinsi tulivyojifunza, as we have been told, to go and teach others, ili tuwe na timu kubwa zaidi so that we can have big teams ya kufanya kazi hii ya Bwana. for the work of the Lord. Niseme Mungu awabariki sana walimu wetu. May God bless you guys, our teachers. Abariki na familia zenu. Bless your families. Abariki na kazi zenu. Bless your work. Ili muendelee kuifanya kazi zaidi So sana. that you continue doing God's work. Ninachokumbuka, I remember, ndugu Mike alisema, Mike says, ametugawia kidogo tu. he says in his big head he has just taken a very little portion. Anayo mengi He zaidi. has lots of things in his head. Namwambia tunayahitaji. And we say we want to drain out. Tunayataka. We want to drain out. Na tunaamini atatupatia. I know you will give us. Amen. Ndugu zangu, My brother, natamani kusema mambo mengi sana, I want to go on, lakini naomba niyafupishe. but now I finish. Naomba niyafupishe. Nimeambiwa nitambulishe timu ya Magara ya kazi. I want to introduce the team. naomba nitumie nafasi hii The workers kuitambulisha. of Just Magara. Timu yetu inaongozwa na wachungaji wa kanisa la Kristo Mbagala. Naomba wasimame. We are under the leadership of the elders of Magara. May they stand. Those are the elders there. Hawa ndio wanaoongoza timu yote ya uinjilisti na mambo yote ya Mbagala. Karibuni hapa kanisa hili. Have you seen our seminars going smoothly? Yanatokana na hawa viongozi. Because of our leadership. Na tunategemea mafanikio makubwa zaidi. And we believe we are going to have very much benefits Kupitia viongozi hawa. through our leadership. Our leaders. Kwa sababu tunawajua. Because we know Ni watu ambao wanahitaji na wanataka mafanikio ya kanisa. these elders, they are powerful. They want Wanataka mafanikio ya uinjilisti. change. They want evangelism to grow. They want preaching to grow. They want to reach everywhere in Israel. Kwa hiyo tunaamini tutafanikiwa sana kupitia hawa. I know we are going to do better through the eldership, leadership. Bwana Yesu asifiwe. May God bless us. Basi naomba sasa niwatambulishe wasaidizi, watu ambao wanafanya kazi chini yao. And now we are going for deacons. Kanisa la Kristo Mbagala. Deacons from Naomba nao Mbagala. wasogee hapa mbele. Wale waliopo, Who are there? wale waliofanikiwa kuwepo leo. Those who have come today, deacons. Najua sio wote waliopo leo. I know only few have come today. Hawa ndio baadhi ya mashemasi wa kanisa la Kristo Mbagala. These three guys are deacons of the church in Mbagala. Wengine hawapo Some are not here kwa sababu ya majukumu ya kazi. because of different works. Wako wangapi jumla? Jumla wako 6. There are 6 deacons. Na tunao walimu. And we have the teachers of Walimu wa the kanisa la Kristo Mbagala. Naomba nao wawepo hapa teachers. mbele. May the teachers of spirit come. Basi na walimu. Lakini tunao timu ya uinjilisti. These are the Timu ya elders, uinjilisti. deacons and the teachers. We have evangelism team. Naomba nao waje hapa. May the evangelism team come. Timu ya uinjilisti. Hii ndio timu ambayo inaenda kufanya uinjilisti. Baadhi yao hawapo. Bado Look for the Lord.
Asante sana. Thank you very much. Na wa mwisho And lastly, ni mhubiri. Hapa ndio mimi mwenyewe. he is the preacher of the congregation. That's why he was speaking hardly. That's why he was preaching. He's a preacher. Really preacher. Very much. We work in unity. Thank you very much. We work together in unity. Chini ya maaskofu wetu tunafanya kazi kama timu. And our leadership, the elders. Asante sana. Thank you very much. Kwa sasa mimi niishie hapo. I'm going to finish here. Hapa nitamkaribisha mchungaji I'm going Mosha. to welcome Brother Mosha, Atakuja kusemea kanisa. and he's going to give us words about the church, on behalf of the church. Atakuja kutueleza sasa kinachoendelea baada ya hapa. He's going to tell Bwana Yesu us. asifiwe. Karibu mchungaji. Wateule wa Mungu ninawasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Praise be to God. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nina furaha kubwa isiyopimika ndani yangu. I am very happy, even my heart knows. Nikitazama kundi, When I look about the workers, nikiwakumbuka watumishi ambao wamekuja wakatufundisha. and when I remember the servants who have come to teach us, Luka 10 mstari wa 2 inapiga piga ndani yangu. Luke 10:2, it is fighting in my heart. Ni furaha ya pekee. I'm very happy. Nimesimama mbele yenu, sina mengi sana ya kusema. I am before you standing. I have only few things to say. Kwanza kabisa shukrani zimetolewa nyingi, mmezisikia. First, we say thank you, and lots of people have said thanks, lots of thanks. Sisi kama uongozi wa kanisa hapa Mbagala, But we leaders of the church in Mbagala, kwanza kabisa first, we say, kabisa, first we say, shukrani za pekee Lord, we have these thanks for particular thanks for very important. tukimshukuru Mungu wetu First, we start saying thank you from above, ambaye amejalia maono kwa ndugu yetu Chad Wagner, who have given in the dreams which has come true to Brother Chad. na ndani yake hakuwa na uchoyo. And Chad was ready to share. He was not selfish. Mungu akubariki sana. May God bless you. Ndugu yetu Joe Obina, Brother Joe Obina, Mungu akubariki sana. may God bless you, Obina. Kazi uliyoifanya sio ndogo, The work you have shown us is not small. na si baraka hizi kwako tu, pamoja na familia yako. This blessing goes to you and all your family. Na wewe Boaz, And Brother Boaz, Mungu akubariki sana. may God bless you. Ndugu mliotoka mbali, kuna Aonga, Brother Onga, kuna ndugu yetu Brother Paume, Levi, na wote ambao mmehusika. and all who are with this team. Mnaweza mkashangaa kwa nini You can say, why the elder is, ambaye amefundisha why is not mentioning Buddha? Why is not mentioning? Why? What's happening? Mimi nilijifunza I learned something. kama kuna kundi la watu If there is a group of people, lots of people, sehemu fulani, unaanza kusalimia hawa yule na yule, alafu yule unataka kukaa naye unasimama, huyu ndio wa mwisho. and if you go there, I bet you will greet everyone, But no VIP person, you go to him lastly. Tarehe 4 Disemba On 4th December, 2024 2024, ambayo imefanyika swala hili kubwa hapa Tanzania, our first day of the workshop, the great workshop here in Dar es Salaam in Tanzania. kumbuka Luka 10
mstari wa pili. Remember Luke 10 verse 2. Mavuno ni mengi, There's plenty of harvest, watenda kazi ni but the wachache. workers are few. Lakini But hapa pana watenda kazi. Na hawa watenda kazi wamenunuliwa. and these workers, they were in the workshop being worked on. Nilianza kupata furaha nikiwa ofisini I was very happy when I was in my office tarehe 4. in 4th December. Nilipoona furaha When I saw happiness iliyokuwa ndani ya Alice iliyokuwa ndani ya Alice Yuda. Yeah. I was very happy when I saw the happiness of Alice Uda. Wasimame aje huku nimuone. Hey, can you come, Mom? Mom, can you come to front so that we can there? Furaha niliyoiona ndani ya The Alice. happiness I saw in our sister here. Rest, order. Alafu nikaona furaha iliyokuwa ndani ya Mike. And the happiness Mike showed us that day. Anaweza kusimama naye. He can stand, my God. Hebu muulize, anakumbuka aliyofanya pale ofisini? Do you remember what you did in the office? Kama nataka niwaonyeshe alichokifanya. Mke wangu hebu njoo. Mama Joe, you want to show us what Mike did in the office of the elders? Walipoingia ofisini, When they entered in the office of the elders, wakati wa utambulisho, when he was introducing our wife, alikaa na kuzungumza, nina furaha kuja Tanzania. first he said, I'm very happy to come to Tanzania. I'm really happy. Na leo ni mwaka wangu wa 20 katika ndoa. And he said, today is my 20th year in marriage. Akirukaruka kwa furaha. He was showing us his happiness. Na mimi niwaambie, And me, I'm going to tell you, every one of you, jana tarehe 5 and yesterday, tumetimiza miaka 25 ya ndoa. and they have finished 25 years. Mwingine 20, mwingine 25, mwingine tarehe 4, mwingine tarehe 5. Wow! Kwa hiyo nataka kuwa marafiki wakubwa sasa. Kwa hiyo hapa sasa, hawa ndio they are friends now. They are going to be friends. They are going to be friends. Yeah, going to be friends. Lakini nyumbani, But we must start where? In our houses. nyumbani kukiwa hakuko sawa, If your house is fighting, is not okay, huwezi kwenda. you can't even go and save others. Ndugu ametoka mbali, Our brothers come from Nigeria, lakini sisi sote tayari tumemfahamu mke wake. and now we know Miss Mike. Every one of us, we know Miss Mike. Ni somo hili la kujifunza. This is a lesson. Ukienda kwa baba, njia zake za Injili, If you go to the Father, the way, his ways of evangelism. ukienda kwa mama ni njia zile zile za Injili. If you go to Mom, same. They are all team in evangelism. Natamani tusiwe tunawaacha wake zetu katika I utumishi. desire, let us not see your wife in the ways of God. Kwa kusema hayo, After saying that, tumejifunza
jinsi ya kutengeneza nyumba zetu. You have taught us how to repair our families, our houses. How to repair our families. Tumetumia repair jamani. Na mbili, And second, tumejifunza njia ile ambayo umetufundisha, ambayo tunaamini tutaiendea hawa watenda kazi. all the lessons you have taught us, we are going to put them in practice. Mungu akubariki sana. May God bless you and mama. Na katika shukrani zetu nimalizie kwa kusema, And lastly, when saying thanks, Mungu akijalia salama, if God keep us safe, hawa watumishi watatawanyika. these servants will scatter. Watatawanyika kwenda kwenye makusanyiko mbalimbali. They are going to different congregations. Lakini ndugu yetu, kwa sababu sisi ni marafiki, our brothers, because now they are friends. kesho atakuwa hapa. Tomorrow you'll be preaching here. Na ndugu yetu Joe Obina, yeye atakuwa Temeke. Brother Obina Ubini, Temeke. Na ndugu yetu Chad Wagner atakuwa kwenye kusanyiko la Buza. And our brother Chad will go to Buza. Ninazungumzia Jumapili, nishafuraha nilikuwa nayo nimepotea kwamba kesho ni Jumamosi. Itakuwa ni Jumapili. On Sunday, on the first day of the week, Huyu tutakuwa naye kwenye ibada Jumapili. Na hao wengine watatawanyika Jumapili kwenye makusanyiko mbalimbali. Brother Obino in Temeke, Chad in Buddha. Hivyo niseme Mungu awabariki sana kwa kazi ambayo umetupatia, masomo ambayo umetupatia, na hawa ni watenda kazi. Ninaamini mtakapokuja mtapata matokeo tofauti tena. Thanks very much goes to God first, and thanks goes to you too for the work you have teach us. And when you come back, you found some changes. Jambo la kusema, niligusiwa neno moja kwamba katika mambo yote kuna kitu kimoja kimemisi. And they say on all things we did, we lack one thing. Sasa mimi ombi langu binafsi, but on my behalf, Mungu akijalia uzima, may God keep us alive. Mwakani, next year, wiki za mwanzo ya Desemba kama tulivyoanza. As we said, the first week of December, tuanze tena Mbagala. We will do it again in Mbagala. Ili tumalizie kile kilichomisi kwenda kuzunguka huko na huko. So that we can fulfill what is missing. Jamani, mimi naona hawa watu ni Mungu ndani yao. Please guys, when I see these people, I see God inside them. Fikiri tu hapa ndugu ameongea kwamba Nigeria wameshatokea watu wa kutaka kusapoti kazi ya hapa. Just think, just now the brother tell us that in Nigeria some people are ready to sponsor our work in Tanzania. Tunataka nini tena? What do you want? Tunapaswa kumtumikia Mungu kwa nguvu zetu zote. We must put ourselves in the hand of God, and through God you work with almighty power. Jambo la kujifunza. What we have learned from our brothers. Nimependa sana alipoongea. I am very happy when he said that. Kwa ujumla wote mnafahamu majukumu walionayo. I know lots of people with your work. Ratiba ya Chad akikupa unaweza kukimbia. If Chad you sit down with him, he show you his schedule, you can run away. Ratiba ya ndugu yetu hapa Joe Obina unaweza kukimbia. Even his schedule, yearly schedule, you can run away. Ndugu yetu hapa amekuwa wazi. This brother was open to us. Akasema
tarehe kadhaa atakuwa He says on that day I will see anymore. Saa ya kupumzika haipo. He don't have the time to rest. Sisi tujifunze kwao. Let Tuwe na us mapumziko. learn from them so that we don't have just sitting down and resting. Tufanye kazi kwa nguvu zetu zote. Let us do God's work with our almighty power. Na Mungu atatujalia kila mmoja sawasawa na kile alichokifanya. And God will bless us, every one of us accordingly. Kama walivyotangulia mhubiri alizungumza, As our preacher has already said, yani wale ambao wamehudhuria kwa uaminifu masomo haya and those who have participated from the first day, watapata vyeti. they are going to give us certificates. Ingawa kwa siku ya leo hamtapata wote, Today, not everyone will receive the certificate. lakini wote mlioingia kwa uaminifu mtapata, And inaandaliwa. who has been here from the first day, they will receive their certificate, even if it's tomorrow or next week. Na hii ni ya kututia nguvu kwamba tulishafanya jambo fulani na tumeonekana kuwa maaskari walio mstari wa mbele. This certificate shows you that you are one of the students and you are ready to be the soldier of Jesus Christ. Kama ni askari tulio mstari wa mbele, You are the soldier front line because the front line soldiers. amezungumza katika watu 1000 kadhaa, wanachaguliwa watu 500 tu. In Nigeria, there are 1,000 people, they only choose 500. Sasa kama sisi tumepata nafasi hiyo, tuitumie, na Mungu awabariki sana. And may God bless us. Mwisho kabisa nizungumze, And lastly, I'll say something lastly. ndugu yetu Charles My brother Charles na timu yako, and your team, kama ilivyozungumza Luka 10, as Luke 10 says, verse 2. pamoja na kupeleka kwenye chakula, kwa sababu wageni wetu wataondoka, tutakuwa na mazungumzo na wachungaji, baadaye wataagana, wataondoka. Lakini timu ya uinjilisti ya Dar es Salaam tutaendelea kubaki hapa kwa ajili ya kuendelea kutafakari yale ambayo tumejifunza katika karakana hii. Pokea vyeti, basi tutakuwa na picha pamoja hapo nje, tutaagana. Wimbo namba 105 katika tenzi za rohoni. Watafuta wasioweza. Tatu. Amen.
Baba uliye mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Our Holy Father, in the name of Jesus Christ. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya ukuu na uweza wako. Father, we thank you for your greatness and power. Asante Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa uaminifu wako. Thank you for your faithfulness, God. Baba, tunakushukuru kwa sababu tulikuwa na siku 3 za kipekee kabisa. We thank you that we had 3 full days. Mungu, tumekaa miguuni pako. That we have sat under your feet. Kufundisha na kutuelekeza. Being taught and learned. Juu ya sayansi ya kufundisha watu wasiokujua. On the science on how to teach the people who do not know. Mungu wetu, ulimwengu umebadilika. The world has changed. Na mbinu za injili lazima zibadilike. And there must be change in the skills of preaching. Lakini neno lako linabaki jinsi lilivyo. But your word should stay the same. Asante kwa mafundisho haya mazuri. Thank you for the good instructions. Asante kwa watumishi walimu wetu. Thank you for the good teachers, instructors. Wametuambukiza yaliyo mengi. Those who have imparted much to us. Ni kazi yetu kuyashika. Now it's us to hold them. Ni kazi yetu kuyatafsiri katika matendo. It's upon to us to translate into actions. Ili Baba yakapate matokeo mazuri. So that we may have positive impact. Wakati huu Mungu tunapoenda kuahirisha vipindi vyetu. As we are dismissing our period. Tunaomba baraka kwa ajili ya wote waliokusanyika mahali hapa. We pray for the blessings on all who are participating. Katika muda wote wa siku 3. In all 3 days. Mungu, tuondoke na neno hili. That we may go out with the word. Baba, likazae matunda. And the word should bear fruit. Tukapate matokeo yaliyo bora. That we may have positive results. Kanisa likatoke mahali lilipo lisogee. The church should move forward. Wakati huu Mungu, tunapojiandaa kwa ajili ya chakula. As we prepare for food. Mungu, tunaomba kushiriki pamoja nawe. We pray that you be with us. Chakula hiki kikapate kuwa baraka. The food should be a blessing. Ya kutafakari ukuu na uweza wako. To think of your greatness. Bariki wote waliosumbuka kuandaa chakula hiki. Bless those who have prepared the food. Baba, usiwapungukie. You may not shorten them. Haya tuliyoyaomba Mungu. And the things we have prayed, tunakabidhi mikononi mwako. We commit all into your hands. Kupitia jina takatifu. In your holy name. La Yesu Kristo. Of Christ Jesus. Aliye Bwana na Mwokozi wetu. Our Lord and our Savior. Tumeomba na kushukuru. Praying and giving thanks. Amen. Amen. Basi tuketi. Ni waombe sasa wachungaji wa Mbagala, wachungaji wa Temeke, waongozi wageni wetu kwa ajili ya chakula. Chakula cha moyo, neno hili linanituliza, nikipatwa na shida, kumtazama Bwana wetu pale atoapo jasho kama damu, akubalipo mzigo. Baba aliomtwika, Baba aliomtwika,
mpaka kufa. Ndivyo ninavyoomba, Bwana unikubali, Bwana unikubali. Jina moja ni kubwa sana, ni jina lako Bwanangu, nasifu jina hili lako Yesu Kristo Mwokozi. Litamu kwangu jina hili, jina lingine silijui. Naliandika jina hili rohoni mwangu kabisa, silisahau siku zote, halifutiki moyoni. Litamu kwangu jina hili, jina lingine silijui. Jina hili ni jua langu la waka ndani ya roho, lanipa na utengamano, lafuta makosa yote. Litamu kwangu jina hili, jina lingine silijui. Jina hili lanipa nguvu, niweze kwenda kwa haki. Ujuzi wote umo humo katika jina la Yesu. Litamu kwangu jina hili, jina lingine silijui. Ondoka ukatangaze neno la Mungu, saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia, Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Ondoka ukatangaze neno la Mungu, saa ndiyo hii, usichelewe. Sikia, Yesu Mwokozi anakuita, ufanye kazi shambani mwake. Tazameni, mavuno ni mengi, jambo moja, wavunaji wachache. ndugu, Ondoka uingie shambani, ili ukavune mavuno. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Katika shamba la Bwana kuna magugu yatakusanywa siku ya mwisho, nayo magugu ni baadhi ya watu.
mbeleni, mavuno ni mengi, jambo moja, wavunaji wachache. ndugu, Ondoka uingie shambani, ili ukavune mavuno. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Katika shamba la Bwana kuna magugu yatakusanywa siku ya mwisho, nayo magugu ni baadhi ya watu wapotezao neno la Mungu. Katika shamba la Bwana kuna magugu yatakusanywa siku ya mwisho, nayo magugu ni baadhi ya watu wapotezao neno la Mungu. tazameni, Mavuno ni mengi, jambo moja, wavunaji wachache. ndugu, Ondoka uingie shambani, ili ukavune mavuno. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Karibu Bwana Yesu atakuja kuzichukua mbegu ghalani. Dr. Mike, na wewe tunaomba uje. Dr. Mike up front. Ndugu Obina sijui ameondoka. Joe Obina. Obina na Chad Mr. Joe. sijui wako wapi. Mr. Joe Obina. Chad. Muda wetu umeenda sana. Joe Obina and Chad. Can you come inside? Joe Obina and Chad. Chad inside. Lots of time. Kwa hiyo tutatoa vyeti vitano tu We are going to give only 5 certificates kwa ajili ya kumbukumbu ya picha. with so that they can have a photo. Baada ya tukio hilo, vyeti vingine ambavyo viko tayari nitamwona kila mmoja kumpa, And after some time, I will give every one of you certificates. na hivyo vingine mhubiri atatuangalizia utaratibu, kwa sababu ndugu atavisaini pia. And our preacher will make sure we receive the Kwa hiyo certificates. ndugu Obina, naomba usogee huku. Brother Obino, come forward. Joe, forward. Hatujui Chad amepotelea wapi. This side. Amekamatwa. Anaona kama Milanzi amenifuata. He's coming. Anakuja sasa hivi. Ninyi mkianguka, sisi tunawamalizia. Sawa, kwa hiyo tukiita jina lako, Jamani, saizi let us. Bwana asifiwe sana. I'm going to start calling the names. tukiita jina lako tunaomba usogee mbele kwa ajili ya kuchukua cheti chako. Come forward if you have to hear your name. Na tunaenda haraka haraka kwa sababu kuna tukio lingine litafuata. We are doing it fast because we have many things to do. Tunaomba ndugu Paulo Ngusha asogee. First one, Paulo Ngusha. Nenda mwishoni kule.
Ndio hapa wao yeye ataendelea kunani? Yeye ataendelea kusalimia wale kule akipata ukimwachia ataendelea kuwasalimia wale mbele. Tutasalimia wengine? Salimia wengine hapo. Wao wote wasalimie mpaka mwishoni. Ndugu Talala, Talala karibu. Wakati huo ndugu Agostino Mwantimwa atakuwa na jiandaa pia. Agostino Mwantimwa Changamke muda. Dada Monica Limo. Monica Limo. Na wa mwisho katika awamu hii ni Clement Mwando. Mwando. Jamani, tumeona wahubiri wenzetu wanacheka wana nani. Gaspar Monyani hivi ni mtumishi naye sio mbaya. Gaspar Monyani karibu. Asante mhubiri kwa kutupatia nafasi hiyo. Asante wachungaji. Itakuwa mwisho kwa ajili ya kumbukumbu. Wengine ambao vyeti vyenu viko humu na wapitia hapo na tunawapa. Kama utataka picha na wenzako na timu na nani tutafanya hapo nje. Ili tuache kanisa liendelee na mambo mengine. Mike will be signing them while giving people. Neno la mwisho kutoka kwetu kwa sasa hivi ni kwamba siku yetu ya Alhamisi 2 zijazo, Alhamisi 2 zijazo, on Saturday, the Saturday coming Saturday, two coming Thursday. Timu yetu ya uinjilisti kwa Alhamisi 2 zinazofuata hatuna kazi. Sawa? Kwa hiyo tunaomba kusanyiko ambao liko tayari tunataka tuje kwao kufanya uinjilisti. Nituambie. Yes. They want to release for 2 weeks. Then after 2 weeks, they will start. These coming 2 Thursdays, we are free. So we invite any congregation that wants to invite us for evangelism. So we are ready to come for the 2 coming Thursdays. Ambalo wamama wanataka kulifanya, liko jambo ambalo wamama wanataka kulifanya, na wakati tunawaandaa kuwaita hapa mbele, tutaimba wimbo namba 15 na kutumaini sina fungu moja, kisha mama Buda akisindikizwa na mama Mosha watapita hapa mbele, alafu watasema jambo, kwa mama wote wataitikia. Cha kutumaini sina tatu, cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mosha, nipishe sasa kwa ajili ya picha. Naenea sana wewe. Na unakifua kipande.
sio kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bless the Lord is not very big. What I want to say. Yeah. We know we Tanzanians women have our way of wearing the kangas. Sisi wanawake wa Tanzania tunavaa kanga. And we know maybe in Nigeria they are used to wear vitenge. This so the women who have joined you in this workshop have something to give as a present to our sister. Upon her taking care of the servant of God. So but we thank God that to us it means a lot. We believe that she is going to be one of the best friends in our women in this church. We will keep in touch, communicating to her, maybe to share experience. So that as women in Tanzania, we can also do the same as they are doing in Nigeria. So may I welcome my fellow sisters in Christ to come Mbarikiwe sana. May God bless us. Asante sana. Amina sana. Mungu awasaidie. Bye. Wamebarikiwa. Hongera. Safi sana. Je, wanapendeza? Wamependeza. You people have put me on that very high job. You have caused trouble in my family. Now I cannot come to Tanzania alone. Because they will remember the thing. I want to say that there is nothing the church cannot do if there is love. There is nothing the church cannot do if there is love. You have shown us love. You have shown us love. We will retaliate. God bless you. Mungu atubariki sisi sote. The translation for these words here, haya maandiko yana maana, we normally write the kangas are having some words down here. Kanga ina maneno jamaa. So they are written in Kiswahili, but the translation is the word of God is the light of life. The word of God is the light of life. Neno la Mungu ni mwanga na nuru ya maisha. Asante. Asante John Frank. Jamani tuwapigie makofi. Tuwapigie makofi. I am overwhelmed. Jamani nimefurahi mno. I don't even know, I lack words to express my appreciation. Anakosa maneno ya kuelezea furaha yake. When I came here,
nilipofika hapa niliona jinsi wanawake walivyokuwa wana furaha na wakaribishaji. I did not regret my coming here a bit. I did not regret my coming here a bit. Yani sijutii hata kidogo kuja kwangu hapa. Thank you all. I'm so grateful. I appreciate and if this is God that I should come here again, I will come. Amen. Anamshukuru Mungu sana na anawashukuru nyote, na kama itampendeza Mungu kwamba aje tena hapa basi atakuja. The next time, if I go, I want to have a section with the women. Anatamani atakapokuja tena awe na kipindi na wanawake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi liko tukio lingine moja. Na hili tukio hello. I am waiting for what the men will give to me. Men have given woman gift. And I'm not going to anywhere unless they give me something. Hello? When we tell you that the women are more organized than the men, think it's a joke. Look at the women. They have organized themselves. So I'm not going anywhere. Wrong with that. Come on, sit there. I'm not going anywhere. Hello? God bless you all in Jesus' name. You understand me? Yeah, two boys. If you want a gift, you have your picture in the phone. It's okay, it's okay, it's okay. Unaficha yake kwenye simu kwako. Bora siwe sana. Thank you for this. Oh my God, I'm ready. 5,000. Wow. Wow. On behalf of myself and all other men, I say, may God bless the men, bless the women in Jesus' name. This is fellowship. Amen. I am very happy. You have put smile on my wife's face. I am the one that has married her for 20 years and I know what that smile means. By the grace of God, we will come again. Amen. 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 Basi tukio la mwisho kwa haraka. Naomba na Islam preachers simame juu. Islam preachers wote simame juu. Kwa mwenzetu ambao tutasema ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa sababu ni mtendakazi pamoja nasi. Alipata ajali na Mungu akamtapika kifoni. We have a brother who was involved in the car accident. He was preparing, I think, to come here. He's one of the workers. Na leo bahati nzuri tumemwona ameshiriki pamoja nasi. And today is here. He was in the car accident. Today he has come here. Alipata ajali ya pikipiki, amevunjika kichwa chote. Aliumia. Kila mmoja alikata tamaa. Alipata ajali ya pikipiki. He was in the pikipiki motorbike accident. Akabomoa kichwa chote. He was injured. He did. Yeah, he did. Just his mouth and Lakini Mungu akamnusuru. But God kept that brother, keep him safe. Ili si kwa jambo lingine, kwa sababu anampenda Mungu na anaipenda kazi yake. It's because he was saved because he's a servant of God and he loved the work of God. Mimi muombe Adolf Riza. Brother Adolf Riza. Adolf Riza, hapo uliposogea hapa. Tumfuate kwa amesha pona. Jamani, na baadhi ya Dar es Salaam preachers wenye t-shirt usogee nayo kwa mbele. Sasa leo nasema ukifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, Mungu atakulinda. God is going to keep you safe. Mungu atakuvusha. God will let you cross the rivers.
kweli tutamshukuru sana Mungu mwaminifu. Thanks goes to God first. Nilipomuona hapa niliona kama muujiza. When I saw him here, I was looking like it was a miracle. Kwa kweli Mungu anatenda. God can provide. Ukimwomba Mungu anasikia. If you pray to God, God always listen. Alipata ajali mpaka tukawa tumekata tamaa. He was in the car accident and we lose hope. Lakini hatukuacha kumwombea. But we keep on praying for him. Na leo kumuona hapa. And when we see him gathered together with us, tunamshukuru Mungu sana. We say thanks to God. Ni mtumishi ambaye anapenda kazi ya Mungu sana. He loved the work of God. Angalia hata kwenye mkutano huu amemisi siku mbili lakini amesikitika. For 2 days he was not here, but today he said, let me go and just see my brothers. Ni mfano wa kuigwa. It's a good example to follow. Tunafurahi sana kwa ajili ya kupona kwake. We are very happy with this first cure. Jamani, Mungu anaweza. God can do it. Anasikia maombi yetu. God always hears the prayers. May God bless us. Thank you very much. Thank you. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu uliye juu mbinguni. Our Father God who is in heaven. Tuna kila sababu za kusema asante kwa kuwa pamoja nasi. We have all reason to say thank you because we were with us. Uwepo wako Mungu umedhihirika siku zote tulipokuwa mahali hapa. Your presence from the first day up to today it has shown us. Asante kwa mapenzi yako mema kutufikisha mwisho huu kwa amani na salama. And thanks very much because you have taught us in peace until we are finished. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya walimu. We say thank you very much for our teachers. Na tunakushukuru Mungu kwa ajili ya kanisa. And we say thank you for the congregation. Wote jinsi tulivyoshiriki katika huduma hii. And everyone who participated in this seminar. Asante Bwana kwa kuhitimisha kwa maagano. Thank you Lord for giving us this task. Kwamba tumekubaliana pamoja kuondoka na kwenda kuianza kazi. That we have agreed with one another that we are going to go and start the work. Katusaidie agano hili likaanze mioyoni mwetu.
so that from our hearts tukiona kwamba tunakwenda kufanya kazi ambayo wewe Mungu tutatoa hesabu kwako. we know that you are going to do your work, that work which you will show us how worthy we are in front of you. Wewe ni jemedari wetu Mungu. You are the commander of us. Utakuwa mbele yetu na kila pande. You are going to be with us and guiding us. Hakuna chochote kitatutenga mbali na uso wako. No one will separate you from you. No one will separate you from you. Ulikuwa pamoja na manabii na mitume, tunaamini unatenda kazi pia pamoja na kanisa lako leo. What you do with prophets, you are going to do the same with your preachers today in your church. Bwana nibariki kanisa Tanzania. Bless the church in Tanzania. Bariki kanisa Dar es Salaam. In Dar es Salaam. Bariki huduma zote zinazofanyika chini ya uangalizi wa viongozi wa kanisa. Bless everything we have learned in this workshop. Tunapoondoka mahali hapa kurejea majumbani, kila mmoja mahali pake. When we are going to start our journeys from this place to a different places, to our different houses. Tunaomba Mungu katuongoze tukawe salama. Guide us. Tazama na tukio la kesho kwa ajili ya kutimisha wanafunzi wa vyuo vya Biblia. Tomorrow will be graduation. Be with us. Basi tunaomba Mungu katuandae tukashiriki kwa furaha. Help us so that we participate in happiness. Tuombe tusemeje Mungu. What can we hurt alone? Tusamehe tulipokwenda kinyume na mapenzi yako. Forgive us our trespasses. Ni katika jina la Kristo tunaomba na kushukuru. In the name of Jesus Christ we pray and give thanks. Amen. Hata tunania pili awachunge kwa fadhili, Mungu awe nani daima. Hata